haki za binadamu nchini Kenya amesema kwamba takriban watu 8 wameuawa na wengine zaidi ya 400 kujeruhiwa vibaya katika maandamano dhidi ya serikali nchini humo. Haya yanajiri huku baraza la habari nchini Kenya likielezea kusikitishwa kwake na hatua ya mamlaka kuzuia vyombo vya habari kurusha maandamano hayo mubashara. Hata hivyo, mahakama kuu iliamuru mamlaka ya mawasiliano kusitisha hatua hiyo iliyotaja kama ni uvunjaji wa katiba ya uhuru wa vyombo vya habari. Kufahamu zaidi hapo awali nimezungumza na rais wa baraza la habari nchini Kenya, Zubeida Kananu. Kwanza kabisa ni ukiukaji wa katiba. Sheria iko wazi kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kupata habari. Na swala hili si la kwanza kufanyika, kwa sababu kulikuwa na kesi mwaka 2023-24 ambayo inahusiana na mamlaka ambayo yametwikwa Communication Authority na mamlaka ambayo yametwikwa Media Council of Kenya. Kwamba mahakama iliweka bayana kuwa majukumu ambayo yametwikwa Media Council of Kenya ndio yale ya kusimamia utendakazi wa vyombo vya habari. Communication Authority mamlaka yake ni upeperushaji ama utoaji wa leseni na mawimbi ya upeperushaji. Baada ya kutoa tishio lake, Communication Authority walizima mawimbi ya KTN, K24 na NTV. Mahakama kupitia Jaji Chacha Mwita ikaharamisha ilani hiyo na kusema kwamba mawimbi ambayo yalikuwa yamezimwa yarejeshwe mara moja hadi kesi ambayo imewasilishwa mahakamani ipate kusikilizwa. Maelekezo zaidi yatatolewa tarehe 2 mwezi Julai. Hebu Zubeida, tuambie uhusiano umekuwaje kati ya vyombo vya habari na serikali wakati wa mzozo huu wa kisiasa kwa ufupi? Imekuwa vigumu sana. Mazingira ya utendakazi kama wanahabari yamekuwa magumu. Kumekuwa na vitisho kupitia vyombo mitandao ya kijamii na vile vile kupitia serikali, kupitia wizara tofauti za serikali. Kumekuwa na vitisho vingi sana kwamba wanatishia kuzima na kupokonya leseni vyombo vya habari ambavyo vitachapisha moja kwa moja maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika. Na mvutano huu sasa baina ya mamlaka na vyombo vya habari nchini Kenya, haswa wakati huu wa maandamano, unatoa taswira gani kwenu wanahabari kwa ujumla? Ni taswira ambayo si ya kuridhisha, kwa sababu unapoangalia hata ripoti iliyotolewa ile ya Press Freedom Index inaonyesha kwamba uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya si jambo la kuleta tabasamu, kwa sababu hali inazidi kudorora. Mwaka 2024 Kenya iliorodheshwa nambari 102 kati ya 180. Mwaka huu Kenya imeorodheshwa nambari 117 kati ya 180, kuonyesha kwamba uhuru wa vyombo vya habari unazidi kukandamizwa kila kukicha. Ndio swala ambalo tumekuwa tukilikemea kila wakati. Kwa hivyo imekuwa ni vigumu sana kwetu sisi kufanya wajibu wetu kama wanahabari kwa uhuru. Ni swala ambalo linaleta wasiwasi mkubwa sana, hasa kipindi hiki ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2027, na tunatumai kwamba mazingira haya yataweza kuboreshwa.